Tanzania, nimeshangaa sana. Sijawahi ona viongozi wa kidini wajinga kama wenye niliona juzi Tanzania. Sijawahi ona wachungaji wa Kikristo wajinga kama wenye niliona Tanzania. Sijawahi ona wahubiri wa Kiislamu mashek wajinga kama wenye niliona juzi Tanzania. Yaani viongozi wa kidini wa Kiislamu na Kikristo wameungana pamoja, wamelipwa na Mama Samia Suluhu wawe machawa na kuja kuongea kwa press, kwa vyombo vya habari ya kwamba eti Mama Samia Suluhu ni msafi kama pamba. Alafu wanaanza kupeana warning, wanatishia wananchi wa nchi ya Tanzania wakiwa kwao. Wajinga sana, yaani wajinga sana. Nilishangaa sana. Ukiangalia ndani ya maandiko matakatifu, uingie kwa Quran, uingie kwa Biblia, viongozi wa kidini walikuwa kazi yao kubwa ni kuonya watawala. Viongozi wa kidini kulingana na maandiko, sisi ni wasomi wa maandiko matakatifu. Viongozi wa kidini ambao walikuweko walikuwa wanaonya watawala na kuambia ukweli wa maneno, sio kuwaficha. Sasa wao wamekuja, imagine, sio rahisi upate Wakristo na Waislamu wameungana. Sasa walipolipwa Tanzania muko na shida. Ole wenu, yaani ole wenu wananchi wa kawaida wa nchi ya Tanzania. Maana kama watu wanajifanya kana kwamba wao ni wachungaji wa Kikristo, wao ni wahubiri mashek wa Kiislamu, eti sasa wamekuja pamoja kwa sababu wamelipwa wakuje kutishia wananchi wa nchi ya wapi? Ya Tanzania. Wanatishia. Why? Kazi yenu kama wananchi, kama wachungaji, wahubiri wa kidini ya Kiislamu na Kikristo, ina maana ya kwamba nyinyi msikika na kwamba Mama Samia Suluhu wakiwa na Kikwete na huyo Komando Muriro na huyo Mr. sehemu nyeti za wamama, maana China Mafuele hapa kwetu, China Mafuele ni sehemu nyeti za wamama, Mr. sehemu nyeti za wamama na huyo Yesu wa Waendogo wanashirikiana kuteka na kuua watu. Saa hii mungekuja kama dini, viongozi wa Kiislamu, viongozi wa Kikristo, mkuje pamoja, muonye mtawala au watekaji wauaji. Lazima ujiulize kwanza. Jiulize kwanza, nyinyi kama viongozi wa kidini, jiulize kwanza. Je, swali ya kwanza, je, mbona kila mwananchi wa nchi ya Tanzania wa ukweli hataki Mama Samia Suluhu? Kuna yule mpumbavu shuni sheki gani yule alikuwa anasema eti CCM iko na vijana mamilioni na kila mtu ako na simu. Niliwaambia hapa ya kwamba wananchi karibu 95%, asilimia 95 wako ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamelazimishwa kukaa ndani ya chama. Wanapofaa nguo, unapoona vijana ama wazee wa mama wamefaa vichola, wamefaa sijui buibui, wamefaa vitambaa, wamefaa matishati ya CCM, usifikirie wamekubali ndani yao. Ni ile tu wanajua ukikataa kufaa biashara yako iko tabani ama maisha yako yanatafutwa. Sasa au vijana unaona wako ndani ya wamevalia t-shati sa CCM, wale watu sio wanachama halisi wa CCM. Ni vile tu Tanzania ukionekana kana kwamba hauendani pamoja ama uko nje ya chama cha CCM, biashara yako, familia yako, maisha yako yanawindwa. Ndio maana unaona watu ni wengi wanasabikia oye, lakini ni kwa sababu Tanzania ni nchi na kula watu.
Tanzania ni nchi inakula watu. Ili asiliwe inafaa ajilazimishe kuvalia kitambaa ama tisheti ya CCM. Ndio maana niona yule mpumbavu hajawahi sikia ya kwamba eti kwa kweli naonanga vijana wenye wako CCM ni wengi, alafu wako na simu za kisasa. Hao naona ndio hao wana comment, enda kwa comment section. Hao naona wa CCM wamevalia vitambaa, wamevalia matisheti, wamevalia makofia. Hao ndio wana comment ya kwamba hawataki Mama Samia Suluhu Idi Amini mama. Wewe na ujinga yako unakuja kuropoka tu, kuropoka. Wewe jiulize, marais wangapi wamekaa Tanzania? Marais ni wangapi wamekaa Tanzania? Wengi. Marais ni wengi wamekaa ndani ya Tanzania. Hakuna rais amewahi kera. Hakuna rais amewahi kera wananchi wa Tanzania. Paka sasa sio wa Tanzania peke yake. Paka saa hii angalia Umoja wa Afrika Mashariki. Tumesangaa ni nini hiki kinaendelea Tanzania? Maana haijawahi kuwa hivyo. Haijawahi kuwa hivyo. Niliona sasa paka Umoja wa Mataifa wamekaa kikao kujadili nchi ya Tanzania juu ya upumbavu, uwachi. Niliona wameweka wa kujadili jinsi how comes mtu ambaye amekuwa mbunge, amekuwa katibu mwenezi wa chama cha CCM, amekuwa balozi wa nchi kubwa za ng'ambo, anatekwa kimaramara, anatekwa kama hizi. Yaani mshike Humphrey Polepole ni mtu amekuwa mbunge, amehudumia wananchi, amekuwa katika rank kubwa ya chama cha CCM, chama tawala cha nchi ya Tanzania. Amekaa mtu mkubwa, alafu mnamtaka kama mtoto. Nikaona kikao kimewekwa, Umoja wa Mataifa unaongelelea upuzi na upumbavu ambao unaendelea ndani ya nchi ya Tanzania. Alafu nyinyi viongozi wa kidini ambao nyinyi ndio mungeambia ni soma Biblia na Korani vizuri. Naona hao watu ni wapumbavu, ni kama hata hawajasoma. Kazi ya kiongozi yeyote ya kidini ni kukosoa mtawala, kuambia hapana hapo. Sasa angalia ujinga sana. Sasa mungekuwa mnaongelelea ile issue ya kufunga makanisa, yani issue ya kufunga makanisa, nyinyi muone. Issue ya watu kutekwa na kuuawa, nyinyi muone, mnaona tu pesa. Yani nyinyi wachungaji ambao mnasoma maandiko matakatifu, na maandiko inasema kila nabii ambaye aliyekuweko katika Agano la Kale ama Agano Jipya, kazi yao ilikuwa ni kukosoa watawala. Live. Sasa nyinyi ni wa wapi? Sasa mumeona pesa, mnaabudu pesa, hamtaki kuongea kweli ambacho kiko ndani yenu. Hebu angalia kwa hiyo kilipi yenu, comments siko huko. Wale vijana wanavalia nguo za CCM, wao ndio wana comment, wanasema no reforms, no elections. Nikaona Sheikh mwingine anajifanya kama ni wa ukweli. Eti aliposema no elections, no reforms, no elections, hakuelewa. Wewe Sheikh mpumbavu, yule mwenye ulikuwa umevalia kofia, yule pumbavu kabisa. Wewe Sheikh, unapoangalia Tanzania, tume ya uchaguzi inaitwa tume huru ya uchaguzi. Lakini Tanzania hakuna tume huru, ilikuwa ni tume ya CCM. Tume ya uchaguzi ya kulalia upande wa CCM. Maana mwenyekiti ni anateuliwa na rais peke yake, na ni mwanachama wa CCM. Makamisa na wale wanakaa pale wanateuliwa na rais na ni wanachama wa CCM. Waziri wa wizara ya TAMISEMI ambayo imesimamia tume ya uchaguzi, waziri mwenyewe ni mkwe na Samia, kijana mwenye ameoa mwanamume wa binti wa Samia, ndio waziri wa TAMISEMI ambayo ndio amesimamia wizara ya uchaguzi.
kile kikosi kinaitwa Green Guard, ambacho kazi yao ni kuhakikisha ya kwamba CCM imechukua. Wanakandamiza wapinzani, wanawateka na kuwachelewesha, ili labda wakati anachukua fomu achelewe, labda walete shida wakati wa kuhesabu kura, wasime stima na wawakisha waweke kura nini, wao ndio wanaamua. Sasa kikundi kinaitwa tume ya uchaguzi, sio tume huru, ni kikundi cha kutetea Chama cha Mapinduzi. Ndio maana sasa hivi ukiangalia kwa comment, wewe ukitaka kujua ukweli, Mama Samia Suluhu, wale watu juzi mliona gari inasafirisha watu waende kuonekana ukana kwamba ya kwamba yani Mama Samia Suluhu anatoka tuseme Temeke anaenda wapi? Anaenda upande wa Dar, anachukua watu reserve, kana kwamba kule Dar hakuna watu, wasafirishe na malori waende kutazana uwanja, akisema maoe wamelipwa pesa ili onekane kana kwamba ya kwamba mama anapendwa, wakati makosa Mungu ni Mungu. Lori ikaanguka ya kusafirisha wana kukombolewa wa kulipwa waende kuonekana kwa msafara, ikapatikana kwao ni mbali, na wengine wao walikuwa ni wanafunzi wenye hawana hata kura. Hivi nyinyi viongozi wa kidini, huu ni upumbavu gani munaongea na dunia? Imagine saa hii dunia yote inaangalia Tanzania, saa hii duniani yote, ulimwengu wote unatazama Tanzania jinsi mnafanya mambo ya kiupumbavu. Hakuna duniani kote. Niliona kinukulu, niliona yule sheikh akisema eti compare Tanzania na Amerika. Eti Amerika wako na katiba, nyinyi Tanzania ndio katiba yenu. Mngekuwa mnafuata katiba, amungeona ujinga kama huo. Amerika hiyo mnasema mnaangalia mna compare. Eti angalia wakati wanafanya maandamano inakuanga hivi. Mama Samia Suluhu alisimama akasema hataki kuenda na katiba, maana katiba ni kama tissue, ni kama kitabu chochote. Yaani katiba ni kama tissue. So katiba ya Watanzania unaenda kwa choo unajipangusa nayo. Mungekuwa mnafuata katiba, mtu kama amekosa akamatwe, aende kotini, mahakamani, astakiwe, akipatikana na hatia afungwe miaka. Lakini sasa hii angalia, katiba gani mnafuata? Kama kiongozi wa upinzani anaosea kuachela, hakuna makosa, kitu cha kwanza ushahidi wa kumweka ndani haupo. So wale mahakimu wako pale wanaongozwa na kuambiwa vile wanafanya. Yani kesi ni Mama Samia Suluhu anasema huyo funga, huyo wachilia. So sio mahakama na mahakimu wanafanya kazi yao. Sasa hii angalia, ni karibu wanataka kumaliza mwaka mzima ndani kwa sababu ya upuzi, amfuati katiba. So unataka ikifika mahali kuna ukweli, wananchi wakitaka ukweli wao wafuate katiba, wakati mama rais anafaa kuchukua hatua yake, yeye afanye vile anataka. Nyinyi ni viongozi wa kidini wapuzi sana, sijawahi ona viongozi wa kidini wapuzi sana kama nyinyi, pumbavu sana, hamuna hata akili. Hamuna akili kabisa. Wacha niwaambie viongozi wa kidini, enda katika maandiko yako, walikuwa wanapea ushauri na kukosoa watawala toka mwanzo. Saa hii mungekuwa mumeuliza watu wetu wanaotekwa, sisi kama viongozi wa kidini, maana mnahubiri uhai. Mambo ya Mungu yanataka watu wawe hai. Kuna mahali maandiko baadaye, Yohana 10:10 inasema mwivi hachi ili aue, achinje na kuharibu. Yohana 10:10, mwivi hachi ila aibe, aue na kuharibu. Sasa lakini Yesu kulingana na maandiko, hiyo ni Yohana 10:10, lakini Yesu alikuja ili wawe na uzima tele tena tele. Sasa nyinyi ni wapuzi sana. Huyu jamaa ni kama amechukua nafasi ya shetani.
Mama amechukua nafasi ya shetani, maana yeye kazi yake ni kuua, kuiba na kuharibu. Ameua wangapi? Ameharibu michi ngapi? Ameharibu ndoa ngapi? Ameharibu familia ngapi? Maana saa hii ndani ya nchi watu wanalia, wako na kilio duniani kote, wanalia nchi mzima, wakilia wapendwa wao, wametekwa, wamepotezwa, wameuawa. Alafu nyinyi wapusi mnakuja, Mungu amewapea nyinyi nafasi ya kurekebisha na kuonya. Mnakuja kulipwa pesa, mkuja kusema mama ako sawa, eti sasa hivi ni hivi. Mungekuwa mmeleta suluhisho, leta suluhisho. Inasema nyinyi ni chumvi, chumvi inapoingia ndani ya mboga inaleta suluhisho. Viongozi wa kidini ni watu wa kuleta watu pamoja, ni watu wa kuleta amani. Sasa mnapewa pesa mkute kusema ya kwamba mama hajawahi teka, mama hajawahi ua, mama ako sawa, so Tundu Lissu yeye ndiye kuna makosa. Mnataka kuhukumu kama nani? Pumbafu nyinyi, pumbafu nyinyi. Tawekea kilipu muone vile wapumbafu walikuwa wanaongea. Hiyo baada ya hii video mtaona kilipu inafuata nyuma yake. Wapumbafu wanakuja ati sisi ni mimi ni bishop, mimi niko na wamevaa paka makola. Pumbafu sana, wamevaa paka makola imefika hapa. Watanzania, wacha niwaambie, nimewahi sema na nitawahi sema na nitasema, Wasungu walikuwa wasomi, walikuwa na akili, walikuwa na silaha hatari, punduki. Waafrika wajinga hawajasoma, lakini walipokuja pamoja na ujinga wao, wakaungana pamoja, Msungu aliama. Msungu alitoka Kenya, alitoka Afrika, tukamfukuza wasungu wa koloni kutoka Afrika. Musilalie masikio, mukilalia mutatekwa moja kwa moja, kamoja, mutamalizwa yote. Tanzania ipewe Waarabu, ipewe Wazanzibari. Kwanza nyinyi Watanganyika na wahurumia, Tanganyika bara na wahurumia sana. Wanaowateka ni Mama Samia Suluhu, ni Mzanzibari. Huyu Mafuele ni Munyarwanda. Sasa anapoua Watanganyika, nyinyi ndio wajinga mnauawa. Hawana damu ya kufuruta ya kwamba ni wenzetu. Maana mama ni Mzanzibari, Mafuele ni Munyarwanda, Komando ni Muriro, ndio sio kama kwao ni wapi, wanawataka na kuwaua. Nyinyi mmekaa tu. Kumbuka ni mawi yanaongea kwa niaba ya Watanzania. Mambo kama haya ninapoenda kumaliza, mambo kama haya uwezi yaongea ukiwa ndani ya nchi ya Tanzania, maana huko utatekwa na kunyongwa. Ndio maana Mungu ameinua mawe. Nilikwambia hata kama mtaua polepole, muue Kimangi, muue Dangwa, muue wanaharakati wote, Mungu atazidi kuinua mawe wengine tena, itaongea kwa niaba ya wao. Kumbuka kufollow us, like, comment and subscribe. Tunawapenda sana na tunawatakia amani kubwa ndani ya nchi ya Tanzania. Tunaomba Mungu awasidisie na awaongezeshe. Asante na mbarikiwe. Sasa tunahitimisha mkutano wetu kwa tamko la pamoja, viongozi wa dini, mashehe, wachungaji na viongozi wa kisiasa. Tamko la kwanza tunalisema hivi: vyama vya siasa ambavyo havikushiriki uchaguzi viache kutoa kauli za vitisho kuwatisha Watanzania wasiende kupiga kura. Viwaache Watanzania wote wakachagua kiongozi wanayemtaka. Kama kushiriki katika uchaguzi hauna mandate yoyote ya kuwachagulia Watanzania kiongozi. Tamko la tatu, jambo la pili, wenzetu, ndugu zetu wa Kenya, tunaomba mtuachie nchi yetu. Watanzania hatuli malungi wala hatuli nini. Sisi vichwa vyetu ni vizima, tuna akili timamu. Hatuhitaji chochote katika nchi ya Kenya. Tunaiheshimu Kenya kama jirani zetu, tunamheshimu Rais William Ruto na hatuna sababu ya kumtukana na kumjia heshima. Tunampenda, tunamheshimu. Lakini mambo yetu ya ndani ya nchi hatuhitaji mtusaidie na wala hatukuwatuma mtusaidie. Jambo la nne, kumekuwa na wanasiasa wanasema wanatusaidia, hatukuwatuma watusaidie sisi. Sisi tunahitaji msaada kwa Mungu tu. Hatuhitaji msaada kusemewa na mwanasiasa yoyote. Hii nchi huru, tuna uwezo wa kufikiri na tukatoa maoni yetu kwenye serikali na ikatusikiliza. Jambo la tatu, tunawaonya wale Watanzania wote waliofeli kimawazo wakaenda ugaibuni. Yule dada aliyoko Japani, Mange Kimambi, na wengine walioko Kenya, na wengine walioko Marekani na Uingereza,
tunawaomba, tunawaonya waache mara moja kumtukana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuitukana serikali, kutukana viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama, akiwemo IGP, mkurugenzi wa usalama wa taifa, mkuu wa majeshi na vyombo vingine vyote. Waache mara moja, waache mara moja. Haya tunataka wayasikilize na waache mara moja. Jambo la 4, tunataka tuseme kwamba maendeleo ya taifa tunayaona. Rais Samia Suluhu Hassan hatusemi kwa kujipendekeza kama chawa, tunasema kama Watanzania, kwa sababu mabaya tutayaona na mazuri tunayaona. Kwanza watu wajue serikali haiongozwi na malaika, inaongozwa na watu. Makanisa na misikiti haiongozwi na malaika, inaongozwa na watu. Na sifa kubwa ya mwanadamu ni kukosea, na yule anapokosea, anapoelekezwa kwamba umekosea, mwanadamu mwenye akili ni yule anaangalia pale alipokosea akarekebisha. Rais John Magufuli amefariki, Mwenyezi Mungu ampokee huko aliko na amlipe yale aliyofanya. Lakini tunasema hivi, miradi yote mikubwa aliyomwachia Rais Samia Suluhu Hassan mama ameitekeleza. Atupigi kampeni, kampeni atajipigia mwenyewe, lakini haya tunayasema. Mradi wa reli ya umeme unakwenda hivi, unakimbilia Mwanza. Mabarabara yote Dar es Salaam nzima mama kafumua, anatutengenezea barabara. Mashule na mahospitali mama ametengeneza. Sio kama tunaelewana? Watu wa Mwanza, semeni wa kweli, daraja la Busisi ambao ulikuwa ni mradi mkubwa limekwisha. Ile meli ya kutoka pale kwenda kule Bukoba imekwisha. Watu mnapanda, mnaenjoy. Watanzania tunahitaji nini? Si tunachohitaji ni maendeleo, sio chama. Kama masuala ya katiba tunasema hivi, katiba ya Wakristo ni Biblia, katiba ya Waislamu ni msaafu. Kama Biblia na msaafu watu hawavisikilizi, watu wanazini na kuiba, watakuja kuiheshimu katiba ya nchi iliyopangwa na wanadamu? Kwa lazima tufike sehemu tuwe wa kweli, tuwe wa kweli na tuwe wa kweli. Serikali kazi imefanya, yapo madhaifu imeyafanya, lakini madhaifu hayo inaelekebesha, inayashughulikia. Kwa hiyo tunaomba sana ndugu zetu wa Tanzania, mtuelewe. Tunahitaji kutoka watu wapige kula, tunakuombeni tokeni mkapige kula. Mnamchagua nani mtajua wenyewe, sisi hatuambii mnamchagua nani. Mnamtaka chama gani mtakijua, vyama viko vingi na wagombeaji wako wengi, nendeni mkapige kula. Tunaviomba vyombo vya ulinzi na usalama ambao wao ndio wenye dhamana ya nchi. Yoyote atakayesubutu kuashiria au kutamka kuvunja amani au kushawishi maandamano kabla ya uchaguzi, siku 3 zikibaki, huyo mtu akamatwa usiku wa manane na kuhifadhiwa. Baada ya uchaguzi aachiwe, taifa liendelee. Hata Biblia imesema mtu mmoja afe kwa nini? Kwa niaba ya nini? Ya taifa likombolewe. Huu ndio kweli. Sasa hatuwezi kukubali sisi taifa liangamie kwa sababu ya watu wachache kujipatia maslahi yao. Yaani hapo ndio tuko serious. Tunacheka lakini mioyo yetu inaloa damu. Tunasema kweli kwamba yoyote atakayesimama hata kusema au kufikiri tu kwamba anataka kuandamana, yani akibainika, mara moja achukuliwe, akahifadhiwe. Tunasema tunajua mchango wa dola imefanya kazi kubwa na itaendelea kufanya kazi kubwa. Sisi kama watu wa dini, kazi yetu sio kulaani viongozi, ni kuwaombea viongozi kwa Mungu. Wakikosea tunaombea Mungu awasamehe wakae sawa. Wakipatia tunaombea kwa Mungu azidi kuwapa uwezo na maono ya kufanya yaliyokuwa mema. Hawa nyuma ndio viongozi wa dini. Tunaye baba askofu atafunga kwa maombi, tunaye baba shekhe atafunga kwa maombi, tunaye mwanasiasa mkubwa Mdovuto atasimama atatoa tamko na msatoa, tunao wachungaji na wadau kina mama kutoka asasi za kiraia. Kwa hiyo hapa tumekamilika. Baba mchungaji, toa tamko la mwisho ili aweze kufunga baba askofu. Wengi wa habari mnanifahamu, ni mwanadiplomasia mchungaji Poli. Sina mengi zaidi ya kusema kwa sababu mengi yamesemwa. Tunalokwenda hapa kuliangalia mbele yetu ni swala la uchaguzi wa Oktoba 29. Nitakuwa nafanya revision kwa wale walioongea ambayo nitakuwa nakula muda bila sababu. La lililo kubwa na jaribu kumgusia au kumzungumzia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Cha kusikitisha na kinachohuzunisha, wale wanaotoa matusi na kumtukana mama 90% ni wanawake. Ni jambo la ajabu kabisa. Alafu mabadiliko hayaji kwa matusi. Labda
msije mkafikiri kwamba tunaleta uchawa kama alivyosema mheshimiwa hapa. La hasha, nendeni mkaangalie sehemu yoyote katika miaka hii miwili kwenye bara la Afrika, Tanzania ndio inayopiga hatua kubwa kwenye miradi ya maendeleo. Ninachotaka kusema, kuna msemo tunasema chuki mchukieni, lakini haki yake mpeni. Katika pointi hiyo vinaonekana vitu ambavyo mheshimiwa rais amevifanya, vinaonekana dhahiri shahiri. Nimepanda treni ya mwendo kasi kutoka hapa kwenda Dodoma. Ile treni haina tofauti na treni ya Uholanzi au tunaweza tukazizidi, lakini ni juhudi na harakati za mama yetu Samia. Okay, kama alivyosema mheshimiwa hapo, she is not an angel, yeye sio malaika. Hata Biblia inasema yeyote ambaye anajiona amenyooka basi hastahili kuishi duniani, yaani awepo kwenye dunia mwingine. Na kuna mfano mmoja, Yesu alimkuta mwanamke mmoja alikuwa ametoka kuzini, akasema kutokana na sheria za Musa huyu apigwe mawe mpaka kufa. Yesu akukataa, alisema asiyekuwa na dhambi awe wa kwanza kurusha mawe. Kuna Mtanzania ambaye hana dhambi hapo? Hamna. Wote tuna dhambi, wote tuna madhaifu, wote tuna mapungufu. Lakini mimi kikubwa ninachopenda kukitoa au kuongea kwa mheshimiwa rais ni kwamba yeye ni simba, na kama simba anapopita mbwa huwa wanabweka, basi yeye asisikilize mbwa anaobweka, yeye aangalie mawindo kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Mwisho kabisa, napenda kumalizia huu umoja wetu tunauita amani yetu ndiyo furaha yetu. Amani yetu ndio limbuko wetu, ndio huu umoja. Na bila kupepesa macho, mimi ndio mwenyekiti wa wachungaji wote hawa, tunaliongoza hili. Mimi naamini kabisa kwa mamlaka na kwa uwezo wa Mungu, Oktoba 29 tutakwenda kupata ule chaguo la Mungu bila kuambiwa na mtu. Maana miaka yote huwa tunaambiwa fulani chaguo la Mungu, fulani chaguo la Mungu. Oktoba 29 yeyote atakayochaguliwa yule ndiyo huyo utakomkubali na kuamini kwamba chaguo la Mungu. Asanteni sana. Baba Askofu kwa ajili ya maombi, alafu baadaye tafuta Baba Shehe kwa ajili ya maombi. Watanzania wote tujiandae kupokea maombi, lakini ni kwamba uongozi huwa haupewi kwenye kikombe kama vile kikombe cha chai duniani kokote, na watu wajue. Hata mimi msikitini kwangu, kama ninao msikiti kunitoa shughuli, siwezi kukuachia msikiti hivi. Yaani huo ndio ukweli, tudanganye watu. Hata wewe mchungaji kanisani kwako utatolewa hivi kenyekelele. Mtu aje from nowhere achia mimi simama madhabahuni. Akiwa muhuni je? Kwa hiyo tunataka viongozi wawe ngangali kama hivyo. Hata katika Qur'ani Nabii Suleiman aliapa. Mnajua mashehe, katika Qur'ani aliapa akisema Mwenyezi Mungu usimpe mtu yoyote ufalme mpaka mimi nife Suleiman. Sasa itakuja kwa urais mimi nikuachie vipi? Au waziri mkuu nikuachie vipi? Haiwezekani. Tunachotaka viongozi wakae lakini wawe waadilifu basi. Si hatuna tamaa na kuingia Ikulu. Tunahitaji viongozi wawe waadilifu. Lakini swala la kusema niachie Ikulu, ndugu zangu, ni Ikulu haiachiwi. Ikulu sehemu takatifu, sio ya kuchezea. Kule hatuendi kukata viuno, kule Ikulu inataka watu wenye maamuzi magumu. Baba Askofu, karibu babangu. Baba, katika jina la Yesu, mfalme mwema mwaminifu, asante kwa sababu tulipoanza mkutano huu kwa ajili ya taifa letu la Tanzania, kwa ajili ya amani na kwa ajili ya uchaguzi utakaofanyika 29 Oktoba, tumebaki siku chache tu ili Bwana utupatie rais, utupatie wabunge na madiwani watakaoweza kusimamia haki ya Watanzania. Neno lako ni amina na kweli. Ayubu 22:28 anasema, nawe utakusudia neno, nalo utathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Baba, unalipenda taifa la Tanzania, unawapenda Watanzania. Tuliopo hapa ni baadhi tu, wapo wengine wengi ambao wanapenda amani tulionayo, wanapenda utulivu tulionao. Baba, ninaomba ukasimame kwa ajili ya taifa hili. Anasema neno lako katika Zaburi 127 mstari wa kwanza, Bwana asipoujenga mji, yeye ajengaye afanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye alindaye akesha bure. Baba, ukawe mjenzi wa taifa letu la Tanzania, na ukawe mlinzi juu ya taifa letu la Tanzania dhidi ya watu wabaya wenye kuchafua amani na utulivu tulionao. Ninaomba Baba, kila mmoja akahamasike kwa ajili ya Oktoba 29. Kila mmoja akasimame katika nafasi yake kupiga kula ili tuweze kupata rais mwadilifu, mwenye hofu ya Mungu, atakayesimamia haki ya Watanzania. Baba, asante kwa ajili ya viongozi wetu hawa ambao wametukutanisha hapa
Ni kazi, si kazi rahisi, ni kazi kubwa. Asante kwa ajili ya Mr. Mwaipopo, na asante kwa ajili ya mchungaji na wengine wote walio mobilize Baba mkutano huu, na wote waliozungumza Baba, ni kuonesha mapenzi mema kwa ajili ya taifa hili. Utusaidie Bwana na utuwezeshe, utuweke mbali na watu wabaya, wenye ila mbaya, ukawaonye na wasipokubali ukawakemee kwa jina lako Yesu. Baba, tuajiachilia mikononi mwako, na rais wetu pamoja na baraza la mawaziri na kila department waliopo madarakani kwa sasa, walinde, watunze, wape hekima, wape ufahamu, wape maarifa, wape moyo mkuu, kama uliomwambia Joshua alipochukua madaraka, ya kwamba uwe na moyo mkuu na moyo ya ushujaa na ujasiri. Maana si kazi rahisi kuongoza. Kama familia tu Baba naweza kakimbia mama na watoto, sembuse watu karibu milioni 7, inahitaji hekima na ufahamu wako. Ukampe hekima na afya njema rais wetu, ni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Asante Baba. Asante sana. Sheikh Abubakar Kada, ufanye maombi. Naam. Tutasoma sura mbili hizi, Qul a'udhu birabbil falaq na Qul a'udhu bin nas. Soma Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa ajili ya mkusanyiko huu ya rabbil alamin. Mwenyezi Mungu tunaomba kwa niaba wa Tanzania wote ya rabbi, walioko mbali na walioko karibu ya rabbi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu tupatie ulinzi tarehe 29 ya rabbil alamin. Utukinge na shari ya wale wasitutakia mema ya rabbil alamin. Utuepushe na kila aina ya balaa. Utuongoze katika njia yako. Uzitie nyoyo zetu utulivu ya rabbil alamin. Uwatie viongozi wetu nyoyo zao utulivu ya rabbil alamin. Uwakinge kwa shari za usiku na mchana. Uepushe na kila aina mabalaa. Uipe nchi hii neema ya rabbil alamin. Uwaruzuku wa Tanzania riziki ya rabbil alamin. Uwavue vazi la umaskini ya rabbil alamin kwa uwezo wako na kwa baraka zako ya rabbil alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tunashukuru sana ndugu zangu. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana baba askofu.